Serikali ya Iran imemtaka Donald Trump asipe nguvu Israel, kwani ndiye adui anayetengeneza mazingira ya kutoelewana katika mazungumzo ya nyuklia. Rais Trump, usimpe nguvu adui yetu wa pande zote, Iran imeeleza. Huu si tu wakati muhimu sana kwa Iran, kama rais anavyosema, juu ya mazungumzo haya yanayoweza kuleta mustakabali wa amani katika kanda na kupunguza kwa nguvu za uwezo wa nyuklia wa Iran. Miaka mingi iliyopita, Marekani ilikuwa ikiipa nguvu Israel, na ndio sababu Israel imekuwa mara kadhaa ikitoa vitisho dhidi ya Tehran. Katika kipindi hiki, Tehran imetoa vitisho mara kadhaa na ikisema kwamba wakati wowote inaweza ikafanya mashambulizi dhidi ya taifa hilo. Hata hivyo, kutokana na hali hiyo, serikali ya Iran imesema ili amani tawale katika Mashariki ya Kati, ni serikali ya Donald Trump kutoipa nguvu serikali ya Wayahudi ya bwana Benjamin Netanyahu. Zaidi ya siku mbili katika wikendi iliyopita, wikendi hii, Jumamosi ama Jumapili, timu ya mazungumzo ya Marekani na Iran zitashuka tena Muscat kwa duru ya 4 ya mazungumzo ya nyuklia kati ya mataifa hayo. Mazungumzo hayo ambayo yalipangwa kufanyika mapema mwezi huu yaliahirishwa kutokana na kile ambacho wa Oman walikiita sababu za vifaa. Hata hivyo, pengo la mazungumzo limewaruhusu Wahouthi, jeshi la Yemen ambalo linadaiwa kuwa ni wakala wa Iran, kuzidisha mashambulizi yao dhidi ya Israel na hata kushambulia karibu na uwanja wa ndege wa Ben Gurion siku ya Jumapili, huku wakitoa tahadhari kwa mashirika ya ndege ya kimataifa kuzuru huko nchini Israel. Wa Iran wamekasirishwa na mabadiliko yanayoonekana katika mfumo wa ikulu ya White House katika mazungumzo hayo. Marekani inaonekana kuwa ina misimamo mingi ikitaka mpango wa nyuklia wa Iran uvunjwe kabisa. Nchi za Magharibi zinasema kuwa mpango wa nyuklia wa Iran unalenga kutengeneza silaha, wakati Iran inasisitiza kuwa ni kwa madhumuni ya kiraia pekee. Hata hivyo, Marekani imesema kwamba ipo tayari kufanya uchunguzi ili kubaini ikiwa kweli nchi hiyo haipo kwa ajili ya kutengeneza silaha za nyuklia. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye aliondoa Marekani katika mkataba wa nyuklia wa Iran wa mwaka 2015, ametishia kuishambulia Iran kwa mabomu iwapo hakutafikiwa makubaliano na utawala wake kutafuta mzozo huo kwa muda mrefu. Huu ni wakati muhimu sana kwa Iran, Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne. Hawawezi kuwa na silaha za nyuklia, na ikiwa watachagua kwenda njia tofauti, litakuwa jambo la kusikitisha sana na ni jambo ambalo hatutaki kufanya, lakini hatuna chaguo, alisema Trump. Trump ana tabia wakati mwingine ya kupindua uwezo wa Marekani. Kumbuka aliwahi kusema wakati huu Marekani inahitaji kusimama imara na kumuunga mkono mshirika wake wa kikanda Israel, wakati huo huo ikisema kwamba haipo tayari kuona kwamba Israel inafanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran. Tayari kuna minong'ono na kutoridhika kati ya uanzishwaji wa Israel kwamba makubaliano ya Marekani na Wahouthi hayajumuishi kusitisha mashambulio yao dhidi ya Israel. Marekani lazima itabaki imara na ngumu. Marekani ina tabia hiyo ya ajabu ya kuwasaidia watu bila kujua wanaodharau kuwepo kwake, yote kama sehemu ya mchezo mkuu wa siasa za kijiografia duniani. Haijawahi kuwa na aibu kufanya mikataba na makundi ambayo Israel inayaita makundi ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na Wahouthi, wakati wa mikakati ya kimkakati juu ya hilo. Israel inaiona Marekani ya utawala wa Donald Trump kwamba inayotaka faida zaidi bila kujali hali halisi ya maisha, kama ambavyo wakati huu imeingia mkataba na kundi la wapiganaji wa Kihouthi kwamba wasifanye mashambulizi dhidi ya meli zao, lakini mkataba huo haiwahusu kabisa wa Israel ambao ndio watu wa karibu kabisa na ndio ambao wanaungana mara kadhaa na nchi ya Marekani. Katika miaka 1980, Marekani ilimuunga mkono Saddam Hussein alipokuwa akiendesha vita huko Iran, akifumbia macho matumizi yake ya silaha za kemikali na hivyo kuwezesha kuondolewa kwake madarakani miongo miwili baadaye, ambapo Marekani hiyo hiyo iliingia katika mapambano dhidi ya utawala wa Saddam Hussein. Lakini wakati huo huo ikumbukwe iliwahi kushirikiana naye katika mapambano dhidi ya Iran, ambayo ilikuwa ikionekana ni taifa ambalo ni taifa lenye uwezo wa mapambano wakati wote, na hivyo ilitafuta sababu ya kuweza kupambana dhidi ya Iran, lakini baadaye ikaja kugeuka. Hii ni tabia ya Marekani. Wakati huo huo, Washington ilikuwa imesambaza silaha kwa wapiganaji huko Afghanistan kwa mapambano yao dhidi ya Wasovieti, na kuona baadhi ya wapiganaji hao baadaye wakibadilika na kuwa Al-Qaeda, ambao baadaye walikuja kuwa maadui wa Marekani. Na katika mfano ambao hukumbukwa sana, lakini kwa usawa, Marekani waliunga mkono kimya kimya mabaki ya Khmer Rouge
kwa sababu ya Vietnam ikiungwa mkono na Moscow imekuwa adui mpya wa kawaida. Katika kesi hii, hata hivyo, tishio liko pale pale, linaitazama Marekani usoni kama ilivyokuwa tangu mwaka 1979 kwa muda wa miaka 45 ambapo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeendesha vita vya kiitikadi dhidi ya nchi ambazo zinaamua namna gani ya kupambana nazo. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.